Mungu ni wa majira na nyakati. Mungu amekupangia kitu fulani, lazima uvuke mahali fulani ili ufikie ile hatima yako. Lakini unaweza ukawa hapa ni kwa sababu ya mashaka ulionayo, ni kwa sababu ya kutokuwa na uhakika na safari unayoiendea, ndio maana unachelewa kufika kwenye hatima yako. Lakini Mungu ameweka mipaka, lazima uifikie hatima yako. Kwa kama wewe ukisimama imara, ukajua kwamba mimi ninaye Roho Mtakatifu, safari hiyo ni ya uhakika, lazima uifikie hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Vikwazo hivi ni vya muda. Changamoto unazozipitia ni za muda. Chochote unachokipitia kama kikwazo hivi, ujue ni cha muda, sio cha kudumu. Lakini lipo kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, lazima ukalitimize na muone Mungu na umtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Hebu muazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Tunamuona mtumishi wa Mungu mwingine, Yusufu naye alipita katika changamoto mbalimbali. Nyumbani pale kwa kaka zake na baba zake, anaota ndoto, anakuja na wasimulia, wanasema huyu mzee wa ndoto ameanza. Haleluya. Pale nyumbani wakamwonea wivu, kama Daudi walivyomwonea wivu hao wengine, kwa sababu Daudi naye alionewa wivu na mfalme Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi mpaka kufikia kuwa mfalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikutana na changamoto kubwa, ikamfanya akimbie, maana aliitwa kuishi kwa Sauli. Alikuwa mtu mzuri, akawa mwanajeshi mzuri, akawa mpiga mziki mzuri, muimbaji mzuri, lakini ilibidi akimbie, akaenda jangwani, akaishi kwenye mapango. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu naye ameota ndoto, anawaambia ndugu zake, wanampinga. Huyu mzee wa ndoto naye ameanza, kila anachokileta hawaelewi wale ndugu zake. Lakini kama nilivyosema, kama Mungu amekuchagua, liko jambo lazima lianzishwe katika maisha yako. Hilo jambo usilichukie, usichukie. Yusufu naye aliagizwa kuwafuata ndugu zake, walikuwa wanachunga kule polini, kawaangalie afya zao na mifugo yao wanaendeleaje. Akatoka kufika kule polini, wale ndugu zake wakasema, yule mzee wa ndoto amefanya nini? Amekuja, ngoja tumuoneshe. Wako watu wanasema ngoja tukuoneshe. Wanaweza wakawa ni kaka zako, dada zako wa kuzaliwa nao, wajomba, shangazi. Anaweza akasema tutakuonesha, anajidai ameokoka. Tutafanya nini? Tutamuonesha. Kwa ameenda kule, wakafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wamemuua, lakini Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa naye, ikatokea mazingira kwamba hawatakiwi kumuua, lakini wanatakiwa wamtupe tu kwenye shimo. Na baadaye wameshamtupa kwenye shimo, ushauri tena ukaja, wakaona Wamidiani wanakuja, ikabidi wamuuze kwa Wamidiani. Naye akiwa na umri mdogo akauzwa kwa Wamidiani. Wamidiani na wenyewe wakaona hii ni biashara, wakaenda wakamuuza kwa Potifa, akawa mfanyakazi wa Potifa. Potifa ambaye alikuwa anafanya ikulu ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiangalia safari ya Daudi, ukaangalia safari ya Yusufu, ukaangalia maisha yako, ujue kwamba kama una jambo fulani unalipitia, ni la muda tu kitambo, na hilo jambo linakusaidia kukusogeza kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Linakusogeza, linakupa uzoefu, linakuimarisha, linakujenga kiroho, kinafsi na kimwili, ili uweze kufikia pale ambapo Mungu amekusudia.
wakajua wamemkomesha Yusufu, wakamuuza kwa Potifa. Kwa Potifa bado, hebu sema bado, safari bado, yani hatima bado. Yaliyotokea kwa Potifa inatakiwa tena aende gerezani kwanza. Hello. Akaenda wapi? Gerezani. Akapigwa gerezani kule miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekaa kule gerezani. Kuna watumishi waliokuwa wanafanya kwa Farao wakawa wamefanya makosa, wakapelekwa gerezani. Walipofika kule gerezani, kwa sababu ndio mpango wa Mungu sasa umefika, Yusufu hakuwa anaogopa chochote. Amelibeba kusudi la Mungu na amesimama katika uaminifu. Hata aliposhikwa na mke wa Potifa hakutenda dhambi, kwa sababu alijua hawezi kumtenda Mungu dhambi. Amemuokoa kutoka kwenye mashimo, kutupwa, kuuzwa. Amefika kwa Potifa, lakini amefika kwa Potifa tena jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasimama na uaminifu wake, akijua Mungu niliye naye ni mkuu, siwezi kumtenda dhambi. Kwa hiyo ukisimama kwa uaminifu katika jaribu unalolipitia, uwe na uhakika Mungu lazima akuvushe. Haijalishi hilo jaribu au huo msukosuko ulionao unaonesha utakupeleka pabaya, lakini kule kule pabaya ndiko njia yako iliko. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kwenda kule kubaya. Huko ndiko Mungu alikokuandalia uinuke. Yusufu akapigwa gerezani, lakini kuna watu wakaenda kule na wenyewe gerezani, wakaota ndoto, akatofasiri. Mmoja akatoka akarudi katika White House, ikulu, kwenda kufanya kazi kwa Farao. Farao yakamkuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ana njia zake za kukuokoa, za kukusimamisha, za kukushindia. Usipange njia zako, usitumie fahamu zako na fikira zako za kupambana na kile unachokutana nacho. Hebu mruhusu Roho Mtakatifu akuongoze kuifikia hatima ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo ndoto ulionayo, maono ulionayo, Mungu alichosema na wewe kinaweza tu kikacheleweshwa, lakini sio kwamba kinafutika. Lazima kitimie. Kama Mungu amesema atakubariki, lazima akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu, Farao yanamkuta ya ndoto asiyojua kuitofasiri, kama tunavyojua ya ng'ombe wembamba waliokondeana wanatoka mtoni kule, halafu na ng'ombe wale wanene wale wembamba wakawameza wale wanene. Ndoto limejisokota, hakuna namna. Hello? Hakuna namna ya kutofasiri. Akachukua watu wenye hekima wote Misri nzima. Popote alipokuwa mtu anayejulikana kwamba anajua kufasiri ndoto, aliitwa. Ikashindikana, wakainga. Hello? Ikashindikana. Hebu sema ikashindikana. Kwa hiyo Mungu anapokuandaa, anakuandalia njia yenye uhakika. Wewe simama kwa uaminifu katika pito unalolipitia, katika changamoto unayoipitia, katika njia unayoipitia. Simama kwa uaminifu kama alivyosimama Yusufu. Hakumtenda Mungu dhambi, wala hakulalamika wakati anaenda kutupwa shimoni, wakati anaenda kuuzwa kwa Potifa, wakati anapelekwa gerezani. Biblia inasema hata ule gerezani na kule utumwani Mungu alikuwa pamoja na yeye. Uwe na uhakika katika njia unayoipitia, Mungu hajakuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Anataka tu akuone umesimama vizuri, umenyoka, hautikisiki. Hiyo ndiyo furaha yake. Mungu anaona huyu ni mtoto wangu anayeenda kuifikia hatima yake.
Kwa simama kwa zamu yako, usitikisike, asije yoyote akakuhamisha katika nafasi ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inapofika kwamba ni hatima imefika, hakuna wa kuihamisha, hakuna wa kuihamisha, hakuna wa kuiba. Yusufu muda ulipofika, anatakiwa atoke gerezani aje afasiri ndoto ya mfalme Farao. Kwa hiyo hakuna namna yoyote iliyowezekana ile ndoto kufasiliwa mpaka Yusufu atoke gerezani. Yusufu akatoka gerezani, akafika, akafasiri ile ndoto. Wale ng'ombe 7, miaka 7 ya njaa itakuja, lakini sasa kuna miaka 7 ya chakula, watu watapata chakula. Kwa hiyo tufanyeje? Tunatakiwa kununua chakula katika miaka hii 7, tuwe na magara ya kutosha, tuwe na chakula cha kutosha, ili miaka itakayokuja ile mingine yenye njaa, sisi itatukuta tuna chakula. Cheo kikapanda kutoka gerezani, kutoka kwenye jaribu ambalo unalipitia, kutoka kwenye changamoto unayoipitia, kutoka kwenye mateso unayoyapitia, kutoka kwenye aibu unayoiona, Yusufu akapandishwa akawa waziri mkuu. Kwa hiyo kutoka kwenye aibu ambayo inaonekana iko mbele yako, mateso, shida, aibu, hebu mtazame Kristo, mtazame Yesu Kristo. Kuwa na uhakika na Roho Mtakatifu uliye naye kwamba ni uhakika, lazima ushinde. Ushindi uko kwako, ushindi ni wa lazima, kwa sababu unaye Bwana wa mabwana, hakuna lisilowezekana kwake. Kwa hiyo ni lazima ushinde. Yusufu kutoka gerezani na kuwa waziri mkuu wa Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutoka kwenye aibu, kwenye mateso, kwenye changamoto unayoiona yoyote, hali ngumu na yote unayoiona ambayo wakati mwingine unashindwa kuelewa kwamba hivi ninapitaje hapa, Mungu amekuandalia utukufu mwema, utukufu mzuri. Usizimie roho, usikate tamaa, usiogope hilo jaribu, usiogope hiyo changamoto, usiogope hivyo vikwazo unavyokutana navyo. Mungu amekuandalia sehemu nzuri, amekuandalia hatima nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama imara, usiteteleke, usiogope, mtumainie yeye, simama kwake katika changamoto. Yusufu tunaambiwa, Biblia inasema wakati yuko utumwani na wakati yupo gerezani, Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo katika pito unalolipitia, Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa lazima ushinde, lazima uvuke na umuone Mungu na ukauone ukuu wa Mungu. Mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibariki neno lake. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwema, mwaminifu, mtakatifu, Mungu unayetupenda. Baba ambaye upo katikati yetu, upo katikati ya madhabahu hii. Ni wewe umesema na watoto wako, umesema na watumishi wako. Tuko mbele zako Mungu, tukikurudishia heshima na utukufu. Umenitumia kama chombo, lakini Bwana ulichokikusudia kifike kwa watumishi wako kimefika. Baba, kama unavyoiachilia mvua inavyoinyeshea ardhi, ndivyo neno lako litakavyokuwa katika kanisa lako. Litaenda kuyafanya mapenzi yake makamilifu, na Baba tutakuona wewe kwa ajili ya neno hili. Tujalie neema yako neno hili
Baba, tukawe watendaji na sio wasikiaji. Tunaomba tukiamini kupitia jina la mtakatifu Yesu. Wote tuseme amen.